Baada ya taarifa za msiba wa baba mzazi wa mchezaji wa Simba Kibu Denis Prosper kuibua simanzi kubwa nchini, uongozi wa Simba umeonyesha mfano wa kipekee wa mshikamano na upendo. Hapo jana msemaji mkuu wa klabu ya Simba Ahmed Ali pamoja na kocha msaidizi wa Simba Selemani Matola walifika kijijini Makerere mkoani Kigoma kwa ajili ya kuwapa pole ndugu jamaa na mashabiki walioguswa na kifo cha mzee Denis Prosper. Ziara yao imeamsha hisia kubwa si tu kwa familia ya Kibu, bali pia kwa mashabiki wa Simba wanaoishi eneo hilo na wale waliopo kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu, ambao wamekuwa wafuasi waaminifu wa klabu hiyo kwa miaka mingi licha changamoto za maisha mazito ya wakimbizini. Katika mahojiano mafupi aliyofanya na chombo kimoja cha habari, Ahmed Ali alieleza kuguswa sana na mapokezi aliyoyapata. Aliongeza kusema, "Kwanza nimegundua kuwa watu wa huku wana upendo mkubwa. Msibani tumekuta umati mkubwa wa watu. Pia nimeona mashabiki wengi wa Simba njiani nikielekea hapa. Nimekutana na wengi wakiwa wamevaa jezi za Simba." Kauli hii imeonyesha namna watu wa Kigoma ikiwemo Makerere na Nyarugusu walivyo na mapenzi halisi kwa Simba bila kujali mipaka ya maisha. Lakini sehemu iliyowavutia zaidi mashabiki ilikuwa pale Ahmed Ali alipoongeza, "Nimezungumza na mashabiki wa Simba waliopo hapa na tumewaza jambo moja, kama mamlaka za eneo hili zitaruhusu tungependa kufungua tawi rasmi la Simba hapa." Bana, akimaanisha kuwa mamlaka ya eneo hilo la kambi Nyarugusu kama zingeruhusu ama kama zitaruhusu, moja kwa moja atawakilisha wazo hilo, na ikiwezekana wafungue tawi la Simba katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu ama wafungue katika kijiji jirani kilichopo karibu na kambi hiyo. Kauli hii imeibua mshindo mkubwa wa matumaini hasa kwa mashabiki wa Simba walioko kambi ya Nyarugusu ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakiomba kutambulika rasmi na klabu wanayoipenda. Kambi ya Nyarugusu ina idadi kubwa ya mashabiki wa Simba, wengi wakitumia mechi za Yanga na Simba kama sehemu ya kuungana, kusahau changamoto na kuishi kama familia moja ya michezo. Kwa Simba si timu tu, ni faraja, ni uamini, ni sauti ya matumaini katika mazingira ya ukimbizi. Pendekezo la kufungua tawi la Simba katika eneo la Kigoma ni mwanzo wa safari mpya. Linaweza kuwa fursa ya kuunganisha mashabiki, kuleta miradi ya kijamii, kampeni za michezo na hata uwezekano wa wachezaji chipukizi kutoka kambi ya Nyarugusu kuonekana na kupata nafasi. Mara tu taarifa hizo zilipoenea, mashabiki katika kambi ya Nyarugusu wameonekana kuonesha furaha kubwa. Wengi walisema, "Simba kututambua ni heshima kubwa. Tukiwa wakimbizi hatuna mengi, lakini Simba ni moja ya vitu vinavyotupa furaha. Tawi likifunguliwa tutakuwa wa kwanza kujiunga." Katika mazingira ambapo watu wanakumbana na changamoto kila siku, upendo wa klabu unakuwa dawa ya moyo, na hatua ya Simba kuwafikia mashabiki wa Kigoma imeonekana kama ishara ya thamani na kujali. Bana, ziara ya Ahmed Ali na Matola imeonyesha kile ambacho mashabiki wa Simba walikijua tangu zamani. Simba ni zaidi ya klabu, ni familia inayojali, inayogusa, inayofika na inayosimama na wafuasi wake. Kwa mashabiki wa Kigoma, Makerere na Nyarugusu, siku hii itakumbukwa kwa muda mrefu, na kama mamlaka zitaruhusu kufunguliwa kwa tawi rasmi, basi historia mpya itaandikwa, historia itakayounganisha maelfu ya mashabiki walio mbali lakini bado wanaoipenda Simba kwa dhati. Bana, dondosha mtazamo wako hapo chini, ni muhimu sana. Mimi naitwa Mr. Baro, the king of all black men, _ the world wide one, that's my name. Bila kusahau, hii ni Farad Online.